Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, madhara ya kutokuwepo na nafasi za watoto wetu kwa huku ukanda wa Pwani inafanana na kwetu kule Dodoma, Singida, Simiu, Tabora, Shinyanga na kadhalika. Wakati kuna upungufu wa nafasi, watoto wakifaulu kwenda kidato cha kwanza wanachaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza, na inatoka tangazo kwamba wengine wamefaulu lakini wasubiri second selection. Second selection ikisubiri miundombinu. Kwa hiyo Disemba kama hii, mkuu wa mkoa na wakuu wake wa wilaya wote wangeshafuta likizo, wangekuwa wanakimbizana na wananchi, mwenye kuku mwenye jogoo, kwa ajili ya kujenga madarasa ili wanafunzi wa second selection wa third selection waweze kupata nafasi. Na Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, kwa ukanda huu wa Pwani, nimesema walikuwa na matatizo yanayofanana na kule kwetu. Unakuta watoto hasa wa kike ngoma imeshapita. Kule kwetu huko, badala ya kuchaguliwa second selection, anakuta ameshachaguliwa chagulagi ile ya kuolewa. Kwa hiyo jina linaporudi tayari anakuwa alishatoroshwa, hayupo hata nyumbani kwa wazazi wake. Lakini leo hii Daktari Samia Suluhu Hassan ameongeza vyumba vya madarasa katika shule za msingi na sekondari kutoka 191,708 kwa mwaka 2020 hadi madarasa 254,393 kwa mwaka 2025. Hili ni ongezeko kubwa katika sekta muhimu inayogusa familia moja na maisha na kuyajenga maisha ya watoto hao wanaokwenda kunufaika na shule. Imeboresha shule 274 za michepuo ya kilimo na shule 28 za michepuo ya kibiashara na kujenga shule za sekondari 1,031 kutoka 3,863 hadi shule za sekondari 4,894 kwa mwaka 2025. Kujenga shule mpya za msingi kutoka 16,406 kwa mwaka 2020 hadi 17,986 kwa mwaka 2025 na kutoa vifaa vya kisasa katika shule 28 za mchepuo wa elimu ya ufundi na amali, pamoja na kuendelea na ujenzi wa shule 29 za amali za mikoa. Miundombinu hii imeongeza fursa za elimu kwa wanafunzi na kupunguza muda na umbali wa wanafunzi kwenda na kurudi wanapokuwa shuleni. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, hii ni hatua kubwa kwa Watanzania ya kujivunia kwamba nchi inapiga hatua tena katika jambo linalogusa maisha ya mtoto mmoja na maisha ya familia nzima. Kwa kizazi cha leo ambao hawajagusa hii mambo inayoitwa hajachaguliwa, wanaweza wasilione sana hili, lakini tuulizeni rika letu ambapo watu wanasoma darasa la kwanza mpaka la 7, naenda kwenye ubao wa matokeo hakuna aliyechaguliwa. Ndio hivyo, miaka 7 imeshapita hivi. Na mnaenda darasa la kwanza mpaka la 7, darasa lina watu 40, lina 35, 40, amechaguliwa moja. Kwa hiyo ukichaguliwa moja kwenye kijiji hicho inabidi utolewe usiku. Inakuwa ajenda ya familia nzima, utolewe usiku. Huyu macho watamuona, itakuwaje? Utolewe usiku. Sasa hivi si jambo la kushangaza kuhusu mtoto kwenda sekondari. Hii ni hatua kubwa ambayo tumeishuhudia wenyewe. Hii hatujasimuliwa, tumeishuhudia wenyewe. Kazi iliyofanywa na serikali zinazoongozwa na Chama cha Mapinduzi. Hii ni hatua kubwa, ni mapinduzi makubwa ambayo yamefanyika katika sekta ya elimu. Lakini serikali imeendelea kuyafanya mambo mapya kila wakati. Serikali imeendelea kutekeleza mpango wa elimu bila ada kuanzia elimu ya awali hadi kidato cha 6, ambapo
serikali imeongeza fedha za kugharamia mpango huo. Awali mpango huu ulikuwa unaishia kidato cha 4. Serikali ya awamu ya 6 ikaongeza kidato cha 5 na cha 6 na baadhi ya vyuo vya kati vya ufundi, ambapo bajeti ya fedha kwa ajili ya elimu bila ada imeongezeka kutoka bilioni 249.66 kwa mwaka 2020 hadi bilioni 484.27 kwa mwaka 2025, zaidi ya mara 2 ndani ya kipindi cha miaka 5, na hivyo kuchangia ongezeko la wanafunzi wanaonufaika na elimu bila ada kutoka milioni 14,940,925 kwa mwaka 2020 hadi milioni 15,498,054 kwa mwaka 2025. Hii nayo ni hatua kubwa ya kupigiwa mfano, na si nchi zote zinafanya jambo la aina hii ambayo Tanzania inafanya. Katika kipindi cha miaka michache iliyopita, serikali imeongeza uwekezaji mkubwa katika elimu ya juu kwa kujenga na kupanua vyuo vikuu kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo, kwa kujenga kampasi mpya, kwa kuongeza miundombinu ya kufundishia na kujifunzia, pamoja na kuboresha mazingira ya utafiti na ubunifu. Hatua hizi zimeongeza kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa elimu ya juu katika maeneo mbalimbali ya nchi, hususani nje ya miji mikuu, na hivyo kupunguza pengo la fursa katika miji na vijijini. Lakini serikali pia imeboresha mazingira ya wanafunzi wenyewe. Hivi tunavyoongea, mwaka jana tu Daktari Samia Suluhu Hassan aliongeza boom. Boom hii ni lugha ya kiwanafunzi. Lakini sio hilo tu, zaidi ya mara 2 aliongeza, alidouble. Lakini sio hilo tu, ameweka msisitizo wa kuhakikisha fedha kwa ajili ya wanafunzi wa vyuo vikuu zinatoka kwa wakati. Hii imefanya mambo ya migomo ya vyuo vikuu kuwa historia. Hii ni jitihada ya kuweka utu na tabasamu kwa kila kundi la Mtanzania. Wakati huo huo, serikali imeendelea kuimarisha bodi ya mikopo ya elimu ya juu kwa kuongeza bajeti kutoka shilingi bilioni 464 mwaka 2020-2021 hadi bilioni 916.7 kwa mwaka 2025-2026, ikiwa ni ongezeko la asilimia 98 ndani ya miaka 4. Hatua hii inawezesha vijana wengi zaidi kutoka familia za kipato cha chini kupata fursa ya kujiendeleza kielimu, ambapo idadi ya wanufaika imeongezeka kutoka 177,000 hadi 252,773 kwa mwaka 2025-2026.